Naam, baada ya risala nzuri kabisa iliyosomwa vizuri kabisa na mmoja wa viongozi wa kamati ya maendeleo ya Kiislamu na kukabidhiwa rasmi kwa Sheikh Balilusa bin Khamisi, Imam mkuu wa Masjid Mufti Simba na Sheikh wa kata, kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye ni Sheikh Hassan Musa Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Kifungu kinachofuata ni hotuba ya mgeni rasmi ambayo itasomwa au itatolewa na mwakilishi wake Sheikh wetu Sheikh Balilusa bin Khamisi, ndio atakayetolea hotuba kwa niaba ya mgeni rasmi. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nipende kuchukua fursa hii kwa niaba ya mgeni wetu rasmi wa shughuli yetu hii ambaye ni Sheikh wetu wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, lakini pia nitangulize tamko la udhuru kwa Sheikh Kwezi ambaye ni Sheikh wa mkoa wa Simiyu, naye pia ilikuwa afike katika shughuli hii, lakini hivi tunavyozungumza yupo katika harakati za kumsafirisha mgonjwa Dar es Salaam. Ana mgonjwa, hali yake si nzuri sana. Lakini pia nitangulize taarifa maalum kutoka kwa mheshimiwa mgeni rasmi Sheikh wetu Sheikh Hassan Kabeke. Ujumbe aliupata mapema na maandalizi ya kuja mpaka jana yalikuwa yamekamilika kwa lengo la kuja kushirikiana na sisi, lakini mipango si matumizi. Allah subhanahu wa ta'ala amemshughulisha na jambo jingine muhimu sana lililotokea huko Mwanza, kiasi ambacho amekosa kabisa nafasi ya kuweza kuja. Hivyo kaniomba niwatake radhi, mumsamehe sana, kwa sababu hii huwa sio kaida yake kwa shughuli zetu za hapa, huwa ni shughuli zake, lakini dharura hiyo ndiyo imemfanya asifike, lakini yuko pamoja na sisi katika swala hili kwa ujumla. Kwa kuwa nimesimama kwa niaba yake, maana yake ni kwamba risala hii nitamfikishia mgeni rasmi, kwa sababu yeye ndio mlengwa wa risala hii. Nitamfikishia kama jinsi ilivyosomwa na namna ilivyoandaliwa, na ninaamini kwa kuwa ameahidi kuwa iko pamoja na sisi, sina mashaka yoyote atakuwa pamoja na sisi kuanzia sasa mpaka mambo mengine yatakapoendelea kwa mujibu wa nafasi yake. Hivyo tumuwie radhi, na ninaamini sote tutakuwa radhi naye kwamba tumemsamehe. Waheshimiwa viongozi, walengwa, ninaamini kwa utangulizi huu mtakuwa mpo radhi naye. Lakini jambo la pili, mgeni rasmi alikuwa anatakiwa pamoja na hotuba aweze kuongoza harambee, na kwa kuwa nipo kwa niaba yake, ina maana baada ya mazungumzo mafupi
ambayo na mimi ningekuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza kwenu, nizungumze hayo ya kwangu na si ya mgeni rasmi. Mimi kwa niaba ya viongozi wa kamati kuu ya msikiti na waumini kwa ujumla, napenda kuchukua fursa hii kuipongeza kamati kuu ya kina mama wa Masjidi Mufti Simba chini ya uongozi wa mwenyekiti na katibu wake kuandaa fikra ya kuona ipo haja ya kufanya maandalizi ya kuwa na kamati maalum itakayojikita katika kushughulikia swala zima la maendeleo ya kina mama wa Kiislamu. Ninawashukuru kwa sababu wangeweza kuyafanya wao kama wao, lakini kutokana na busara zao na kujua uongozi shirikishi kwamba mambo ya dini sio ya mtu mmoja, mambo ya dini anastahiki kuhusika kila mwanadini bila kinyongo. Maana wengine si viongozi tu, huwa tuna tabia ngumu, huwa tunapenda kila jambo tulifanye sisi wenyewe, hata kama hatuna uwezo nalo tupo tayari kulifanya sisi wenyewe. Lakini kupeana majukumu kwamba kila mmoja kwa nafasi yake aweze kushiriki, ili mradi Waislamu tufikie hatua malengo ya maendeleo, wao wakaamua kwamba hakuna haja ya kufanya sisi kama sisi, wakaamua kutafuta watu ili waweze kushirikiana nao katika jambo hili. Kwa kweli ninawashukuru sana uongozi wa kamati ya kina mama chini ya uongozi wao kwa busara waliotumia ya kupatikana kwa kamati hii. Lakini jambo la pili, kwa niaba ya viongozi nipende kutoa shukrani za dhati kabisa kwa kamati hii ya maendeleo ya kina mama iliyoundwa. Bila shaka waliitwa, wakaambiwa jambo hili, na wao bila kusita na bila kinyongo wakakubali kubeba jukumu hili. Tunawapongeza kwa dhana njema ya kuwa tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu. Katika fikra zao ndio haya leo hii yametufikisha hapa kuweza kukaa kwa lengo la kujua namna gani tunaweza tukaanzisha harakati za maendeleo kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa dini, lakini kwa upande wa kina mama. Mwenyezi Mungu awabarikie katika azma yao hii, na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu athibitishe imani zao na mioyo yao, kuhakikisha wanalifanya hili kwa mioyo yao yote bila kipingamizi chochote. Lakini Mwenyezi Mungu awalinde isije ikatokea kupitia wao au kupitia mtu mwingine yoyote anaweza akaingiza jambo likasababisha kheri hii iweze kupotea. Mwenyezi Mungu awalinde na shari hiyo. Waheshimiwa wageni waalikwa, nipende kuchukua pia fursa hii kuwashukuru wageni wote ambao waliopata mialiko hii wakatuunga mkono, kwa upande wa kina baba na kwa upande wa kina mama. Mmetupa moyo mkubwa na tumepata faraja kubwa kwamba kumbe si kwa hili tu, hata kwa jingine lolote mko pamoja na sisi. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri na aweze kuwafanikishia mambo yenu na iwe ni sababu ya kupata radhi zake na kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya utambulizi huu wa shukrani na pongezi kwa kamati na waalikwa, ndugu zangu, kama ilivyoeleza risala, kina mama katika jambo lao kuu ni kutafuta namna gani waweze kupata mradi utakaoweza kuwasaidia kuingiza kipato katika mfuko wa kina mama kwa faida ya dini
sijaona hapa katika risala au katika mazungumzo yao kusema kwamba hili likishakuwa tayari litakuwa kwa manufaa yetu sisi kama sisi. Hakuna sehemu hata moja ambayo wao kama wao wamethubutu kusema kwamba watalifanya hili ili wakifaulu wakafanikiwa kwamba watajisaidia wao kwa shughuli zao binafsi. Wameweka maslahi mbele ya dini, kwamba kwa maslahi ya dini na jamii. Kwa kuwa ni jambo la maslahi ya dini na jamii, basi sisi kama wanajamii kwa mpango huu walikuja nao ni mpango mzuri, na kwa kuwa ni swala la harambee, wote tulioko hapa nitakuombeni. Mmeona hapa gharama iliyotajwa ni karibia shilingi milioni 73 na kitu, lakini wao wana milioni 4,715,000 umejichanga wao wenyewe. Bado karibia shilingi milioni 74 hizo zilizotajwa ndizo zinazohitajika zipatikane kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Sasa kinachotakiwa hivi sasa kwa sisi sote tulialikwa, kila mmoja awe tayari kuunga mkono juhudi hizi kwa kutoa alichonacho, lakini pia hapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapomwezesha kwa namna nyingine, ajue kwamba niliwahi kualikwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya dini, Allah ameniruzuku, acha nitoe tena kingine kidogo nikafanya nini, nikajaziliza, kwa sababu mlima bado ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo hata kama utatoa leo hii, ninakuomba isiwe ndio mwisho wa kutoa, lakini kwa ajili ya Allah na kwa kuwa tupo hapa msikitini, imani yangu kubwa kwenu nyinyi tuliowaalika ni watu tunaowathamini na ni watu tunaowaheshimu na ni watu tunaowaamini. Nitumie fursa hii kwa imani yenu kwetu, ni muombe kila mmoja aliyopo hapa, baba na mama, wapo wale jamaa zao wa karibu ambao hupenda kushirikishana katika mambo nini ya kheri, macho yetu na hisia zetu hasikugonga kwao. Ninakuomba wewe uwe mwakilishi kwa niaba yetu sisi, uzungumze na ndugu yako na jamaa yako na rafiki yako na muamini, aweze kuangalia ni kipi katika hivi vilivyotajwa, sababu ni viti, tenti na nini na masufuria. Sema na ndugu yako, sema na jamaa yako, kama atakuwa na uwezo wa kuchangia hata viti 3, 4, 5 ana sala kwa niaba yako, na wewe utakuwa umepata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niombe uongozi mridhie ombi langu ili kwamba sote tuliopo hapa, haikuwa rahisi kualika watu wote. Wengine unakutana naye mtaani, maskini nilimsahau, namna kumweleza unashindwa. Ninaomba turidhiane, kwa sababu tulioalika ni ndugu zetu wa karibu, tunawathamini, tunawapenda na tuna imani nao. Basi mridhie viongozi, kuanzia sasa sisi wenyewe tubebe dhima. Kama tutaweza kukutana na mtu yoyote ambaye anaweza akasapoti jambo hili, tusisite kumpa taarifa hizi aweze kuchangia. Sijui wajumbe mnasemaje? Tuko tayari, tumelipokea. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Lakini sisi hawa ambao jambo hili ndio kwanza limehudhurishwa kwetu, inawezekana ulikuja hujui nini na kwenda kufanya, inawezekana ulikuwa hujui kuna jambo lipi linalonihusu, umepokea mwaliko kama mwaliko. Ninakuomba, pamoja na utakachokitoa, pamoja na utakachoahidi, naomba ahadi yako isiwe ndio mwisho. Weka dhana njema kwa Mwenyezi Mungu, hili liwe ni sababu ya kutufanya Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuturahisishia mipango yetu mingine kwa jambo hili, kwamba unaweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu akufungulie mipango yako
ya kipato chako ili uweze kunufaika wewe pamoja na ukisha jambo hili linakwenda kama jinsi tulivyokusudia. Kwa hiyo isiwe ndio mwanzo na mwisho. Sasa basi, baada ya utangulizi wa maneno haya, niko tayari sasa kukuombeni kila mshiriki aliyopo hapa aweze kuwa tayari kwa moyo mkunjufu kuweza kuchangia. Kuna vitu vinavyofahamika, lakini imetaja thamani yake. Unaweza ukasema mimi nitachangia viti 20 na tenti moja, au viti vyote ni jukumu langu, nyinyi endeleeni na tenti na sufuria. Chochote utakachoweza kubeba, tafadhali kwa ajili ya Allah, wala usisite. Naomba viongozi muwe tayari kuweza kuorodhesha ile michango ya ahadi na taslimu ambazo zitatoka. Alafu mimi nitasema mwisho. Wawili ambao nimesema nao sasa hivi hapa wameahidi, mmoja kanitumia kabisa hapa mchango wake, mwingine kaniahidi baada ya hapa ataweza kuniletea mchango wake niweze kukabidhi. Kwa hiyo niombe kuanza kina baba hapo